Usisahau kusubscribe. Naam, mtazamaji wa Costa TV, hapana shaka ujambo, upo vyema na umzima wa afya, na kama uko vizuri basi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kufanya wepesi uwe sawa ama uwe vizuri kama vile walivyo watu wengine. Na mara hii basi tunakuletea taarifa hii ama updates hii ambayo imetufikia mara hii hapa studioni kwa taarifa ambayo imejitokeza, na ni kuhusiana na klabu ya Yanga na Simba, ambapo sakata la kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo limeibua sura mpya kabisa mara baada ya kamati ya utendaji wa Yanga katika kikao chake cha leo Machi 9 mwaka huu 2025 kutoa msimamo wake kuhusu uamuzi huo wa bodi ya ligi kuahirisha mechi hiyo, huku ikitoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi hiyo. Kwa hiyo Yanga wamewaomba radhi kwa kile ambacho kimejitokeza na kuwataka radhi kwa kile ambacho kimejitokeza kwa usumbufu. Sasa kamati ya utendaji wa Yanga imeenda mbali zaidi, ambapo imeitaka bodi ya ligi kuipa klabu hiyo haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Katika hatua nyingine, kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Vilevile, kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo klabu hiyo imeliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wa miguu. Hiyo ndio taarifa ambayo inawahusu wananchi Yanga. Lakini kwa urahisi tu, msikilizaji, mtazamaji wa Costa TV, labda pengine tukusomee tangazo ambalo Yanga wameliandika hivi punde. Inasema hivi: taarifa kwa umma. Kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi Said imefanya kikao cha dharura leo Machi 9 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kubadilishana mambo yafuatayo na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo huo inavyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM kilichofanyika tarehe 7 Machi mwaka huu 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini taarifa, waamuzi, kamishina wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Sasa katika hali ya kushangaza, usiku huo tarehe 7 Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama iliyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote
yaliyofanywa kwa ajili yao, na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi mwaka huu, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhamira ama dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu. Hiyo ndio taarifa ambayo Yanga wameitoa. Lakini sasa tunajaribu kuwaza hususan kwa baadhi ya viongozi ambao watakuwa wanajitokeza hadharani kupinga kile ambacho bodi ya ligi imekifanya, TFF imekifanya. Kwa vyovyote wanaweza wakawa katika wakati mgumu. Pengine wangejitafakari kama bado wanatamani kuendelea kuongoza mpira wetu, basi wajitafakari baadhi ya viongozi ambao wataendelea kutoa taarifa ambazo zitakinzana na taarifa ya bodi ya ligi, kwa sababu bodi ya ligi tayari ama TFF ni mamlaka katika masuala ya mpira, kwa hiyo inabidi waheshimiwe. Kwa hiyo nadhani viongozi wa pande tofauti inabidi wajitafakari katika hili, wasije wakajikuta wameingia katika wakati mgumu ambao unaweza kugharimu pia nafasi zao. Bado tunawahitaji sana kwa nafasi za kazi zao, waendelee kulijenga soka letu, vinginevyo rungu linaweza likawakuta. Mfano taarifa ambayo inatolewa kwamba hatutoshiriki, kiongozi mmoja anasema hatuchezi, maana yake unapingana na mamlaka. Sasa zipo sheria ambazo huenda zikawakumba kama wasipofuata haya ambayo tunayazungumza. Asante, tumejaribu tu kuwahusia kiwezekana waombe radhi ili mambo yawe mazuri, kuondoa mkanganyiko. Mpira unamhitaji kila mtu, na mpira si wadui wala vita. Mpira ni furaha, amani na mshikamano.